Kwa nini barua kapeleka Njovu? Ndio naita visababu sasa vya kijinga. Sasa unanyanyuka unakwenda naenda kukutana na ngumu kule. Ile ngumu nataka tuizungumzie sasa kama Ramadhani kama. Twende kwenye ngumu. Ule ni mgumu kiasi gani kwenu? Ile ngumu kumeza. Kwa sababu sasa nakwenda mpaka kila kisi ambacho mimi natoka pale nakwenda nawaambia Mr. Njovu na Gumla Senga dua zenu. Unajua kinachokwenda kutokea? Dua zenu. Afu nakwenda pale sasa nikamkuta Mama Aisha ndio kakaa pale. Nauliza bwana mkubwa yupo. Yaani pa unajua nini? Naomba tu anaambia hayupo. Kile kitete. Akwambia mwamba yuko ndani. Afu anakuja mwamba unampa mkono, anakwambia hapana. Kakataa. Unampa barua, weka chini. Anakwambia ulimpa kwa mkono kushoto. Wakati wewe nishapewa maagizo kama ukimpa barua mpe kushoto kulia huku na hapa kwenye shingo. Nampa barua anakwambia nimpe na mkono wa kulia mwambia unauma mzee. Anakwambia weka chini. Niweka chini tena. Sasa akili inarudi. Niweka chini hapa nimeharibu ya Gumla Senga kujiagiza hivi. Haya hatutimia. Kuweka chini pale mimi mwenyewe kwanza nikashangaa barua linatoka moshi. Mzee anaipokea, ananiambia kwaheri. Kwaheri mimi nanyosha mkono, afu mzee ananiuliza. Mbona mkono umefunguka? Kwa mkono si ndio kwa mbovu, na mzee usilete mambo ya ujinga. Yule mzee anaweza? Mzee fundi. Mzee fundi. Kama ni script amepewa na Kitale basi amemweza. Bwana Mwanga mchukie lakini sifa zake mpe. Mchukie tu kwa sababu anaanga kikuruka juu na ungo baba sio masiara. Kama anaweza. Kama Ramadhani kama. Kama Ramadhani kama ana fundi. Fundi. Bora ni mazungumzo ama naweza kusema ni exclusive interview na miongoni mwa wasanii ama washiriki ambao wamefanya vizuri sana kunako tamthilia ya Samani Asante. Moja kati ya tamthilia ambazo kwa mimi nilitazama nimeshaona kile ambacho kimejili. Kama ni miongoni mwa watu ambao bado hawajaitazama, nikwambie tu kwamba unapitwa na vitu vingi sana vya msingi, maushirikina, mahusiano yote yapo kwenye tamthilia hiyo. Nenda kaitazame, inapatikana kunako YouTube channel ya Mkude Simba. Nenda subscribe YouTube channel yake. Kuna vingi vizuri ambavyo ameshaviposti na amepanga kuviposti. Hivyo ndivyo ambavyo alivyosema. Nimezungumza na wengi ambao tayari wamepita kwenye tamthilia hiyo. Nimezungumza na Sakina ambaye ni mkewe na Galula. Nimezungumza na mzee wangu hapa mzee Galula Senga, na nakwenda kuzungumza na kama Ramadhani kama nimeshazungumza na kina Zai na kina Aisha. Muda huu nazungumza na miongoni mwa wale washiriki na wanne, kwa maana watano, kwa maana kwamba wanaume wawili, wanawake watatu na kiongozi wao Gumla Senga anaitwa Galula, mmoja kati ya watu ambao wana kijiji chao. Watu wengi wanafurahia vile ambavyo wameshiriki kwenye tamthilia hii na mumewe na Sakina. Mzee nakwaje? Bwana poa baba, poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda mdogo. Sakana kwa muda mrefu hatimaye tumepatana kutoka Dar es Salaam mpaka mjini Morogoro. Nimefly binafsi, nimefly kukutana na ninyi washiriki kwenye tamthilia ya Samani Asante. Tuambie mwitikio upoje mtaani vile ambavyo watu walikuwa wanakuangalia kabla ya Samani Asante na sasa hivi? Mwitikio ya mwanangu. Maana sasa kila unakopita na maana vidole. Kila unakopita vidole mpaka njia zingine sasa inabidi ubadilishe njia. Usta mbaya au mzuri? Usta mbaya. Kwa sababu sasa hivi hata yale maji ya nylon yale ya kunywa hivi ya kufyonza. Sasa hivi naogopa ni ukipita mipicha tu barabarani. Na hali zetu ngumu. Hali ngumu. Kila unaangalia kwa sababu kuna huko afu ndio. Hatari kaka. Natamani nifahamu sanaa yako ilikuwaje, vile ambavyo umeanza kuigiza mpaka leo umejipata kwenye Samani Asante. Bila shaka watu wengi wanakufahamu. Ulianzaje kisanaa? Sanaa mimi nimeanza muda sana kiongozi. Sanaa nimeanza karibu mwaka 90. Ambako mwaka 90 huko sisi tulianza sanaa ya kucheza ngoma, mangoma ya asili ambayo zamani walikuwa wanaita kibisa, sarakasi, maigizo, vichekesho kwenye maukumbi na mashuleni. Na tulizunguka mikoa tofauti tofauti kwa fani hizo. Lakini nakumbuka kwenye sanaa ya kuigiza nilianza mwaka 2000. Ndio nilianza kuigiza na tamthilia moja ilikuwa inaitwa Mapiku. Mapiku ndio ilinipa jina hili la Sampido. Ambako kila unakozunguka leo nasikia Sampido. Lakini nilitoka kule kwenye Mapiku ambako nilikuwa nacheza kama mganga. Na wakati huo mimi nacheza kama mganga, huyu ambaye Dr. Njovu ambaye nilicheza naye kama daktari katika Samani Asante, yeye alikuwa anacheza tamthilia inaitwa Marufuku. Sasa tulikuwa wapinzani yani katika game. Wao wakitoa na sisi tumetoa, wakitoa na sisi tumetoa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaifuatilia tamthilia, ndio tukajulikana huko. Tumeanzia mbele kuja nyuma kwa maana kwamba nimepata historia yako kwa ufupi alafu turudi kwenye jina. Nimesikia jina la Mapido. Sampido ndio jina lako ama jina lako halisi ni nani? Kwa hiyo tumzungumzie Sampido, tuzungumzie jina lako na tumzungumzie na Galula. Sawa. Sampido ni jina la kuigizia ambao nilicheza kama mganga. Mimi Sampido afu nilikuwa na mtoto wangu aitwa Sedede. Ni waganga. Lakini jina langu halisi naitwa Galula Shabani Jangalo. Ndio jina la kuzaliwa.
Kitale akasema nataka tutumie Galula. Kitale akasema Kitale alisema twende kwenye uhalisia. Wa kila mtu atumie jina lake halisi. Na hata mke ambaye nilicheza naye mimi ni Suzana. Lakini Suzana ikawa haingii katika utamaduni wa Kitanzania. Kwa sababu Suzana jina limekaa kizungu. Ndio maana akasema jina la Suzana hapana. Huyu Sakina. Kwa sababu Sakina inaendana na utamaduni wetu. Iko hivyo. Vile ambavyo Kitale aliamua kukuchola kwamba wewe nitakuchola kama mchawi. Kule nyuma ulisema ulikuwa unashiriki kama mganga. Uliona unaweza kuvaa viatu vya kuwa mchawi? Amekucheza nacheza kokote. Kokote pale nacheza. Na Kitale aliponiita, yani Kitale yuko hivi. Akikuita anakaa hivi anakuangalia kwanza, hapo anakuoji maswali mengi. Sasa unajua mnaongea tu hivi kawaida, kumbe anaangalia huyu anafaa nafasi gani. Baada ya mazungumzo kuisha anakuwa kishapata picha kwamba huyu ananifaa au huyu hafai. Na kama anafaa nafasi gani. Na ndio alikuja kugundua kwamba naweza nikacheza nafasi. Ile siku ya kwanza ilikuwaje ndiko kukutana naye mpaka akakufanyia hayo mahojiano mkao mnazungumza kama mzako na kuagua ilikuwaje? Siku ya kwanza tulipigiwa simu na huyu mwakilishi ambaye alimchagua yeye tutafute sisi kama wasanii. Na kweli alitupigia simu, Kitale anahitaji kufanya kazi na nyinyi. Inabidi tukutane tuzungumze, na kweli tulikutana, tulizungumza na kuzungumza, ikawa bado hatujafikia mwafaka wa mazungumzo na muda ukawa umeisha. Akasema muda umeisha, sasa mimi naenda msikitini. Kwa tukutane Tangeni ambako tutakaweka kambi. Kweli akaacha nauli, sisi tukasafiri mpaka Tangeni. Kufika Tangeni tukakaa tukazungumza, akasoma story ilivyokuwa, tukaipitia. Jamani, tunaweza kuitendea haki story? Tukamwambia tunaweza. Kweli tutafika malengo, ambaye haina shida hii, tutafika malengo. Na kweli tukafungana mashati. Ndio kambini poena nani sasa? Ndio kambini tulimkuta kambini akiwa Asunta, akiwa Semeni, akiwa Viki, akiwa Kitale, akiwa Shafii, kameramani Yoso na nani huyu editor Masana. Na mimi tulikuwa mimi Gumla Senga Njovu na mama Aisha. Au ndo wapi ambao ulikuja? Tulikuja sasa na maana tulikuwa mimi Njovu, Gumla Senga na mama Aisha. Tulikuwa hivyo kwanza watu kama 4. Wengine walifuata baadaye. Na hii Samani Asante ni kazi yako ya kwanza kufanya na Kitale? Samani Asante mimi ndio kazi yangu ya kwanza kufanya na Kitale. Vile ambavyo umeshiriki, vile ambavyo ukikaa na Kitale nakwambia, unahisi kuna namna yote ambayo unaweza kuendelea naye na Kitale kweli? Yes. Naweza kufanya naye kazi. Kwa sababu naweza kufanya naye kazi, ina maana kufanya kazi na Kitale mimi sikuwa kama muigizaji tu. Bali nilikuwa kama niko darasani najifunza mengi. Alafu kitu kimoja yani. Kitale sio mchoyo. Yani kisema sio mchoyo, yani kuna watu ambao unaweza ukafanya nao kazi la kwake likawa moyoni. Lakini yeye anafundisha kwa vitendo, nataka ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Galula uigizaji huo sio, toka huko. Twende njia hizi. Ile twende mdogo. Nakumbuka hata siku moja kuna scene tulishuti siku 3. Scene moja siku 3. Ipi hiyo? Ilikuwa ya mama Aisha anasema ya kupeleka barua kwa mzee Kama. Ile wanakupa mkono kwamba weka chini hapo. Sasa kwa nini ulimtuma Njovu apeleke barua wakati wataka upeleke wewe? Nikamwambia mimi na hasira, ningempiga mjiwe wa kichwa. Na pengine hata hiyo ndo wenyewe singekuepo. Ile scene ilikaa siku 3. Kwamba Kitale hajapata anachokitaka maana yake ni ukifanya na maana inafikia kipindi kama kufelisha mama Aisha anafelisha mimi. Kama kufelisha mimi anafelisha mama Aisha. Basi ilifikia kipindi na maana mpaka chai watu wanakunywa chai pale. Mimi kunywa chai, mimi na chai ya uchungu ile maji. Anafeli wapi? Shida nini? Lakini Musa anakuambia relax. Tulia. Tenda sawa. Na kwa hiyo tumekaa nikamwambia Musa hizi leo tunaipiga. Tunaipiga hii haitaji uongozi. Wewe kaa pembeni tulia, tunaiongoza yeye tunaipiga. Musa kaka pembeni hivi. Anaangalia lakini nakwenda hapo umepuyanga. Twende hivi nikamwambia umerudi. Sawa twende. Tunakwenda sisi tukatoboa ikapita. Kwa hiyo Musa ni mwalimu mwema. Na sio mchoyo kwa kweli. Kwa sababu nakumbuka hata Gumla Senga alimpa ile sauti ambayo anaigizia. Kumbe Gumla Senga kuja nayo? Hapana, alimwambia tumia sauti hii. Ile wewe na kulamba. Vaa mavazi haya. Kasemaje? Kulamba. Wallahi na kuweka. Umeona? Sasa kwa mtu mwingine akishakupa kitu kama kile atataka ukitumie kwake tu. Lakini alimbarikia. Kamwambia unakokwenda tumia hii sauti.
Sauti kweli imemvaa. Iwe logo yako hii, sauti na mavazi haya tumia. Kokote haya atakuwa. Sasa sijajua Gumlasenga kama anatumia au ndio aliacha pale. Na Gumlasenga naweza nikasema sauti imemvaa. Kile ambacho amempa Kitale amekitendea haki. Yes, ameitendea haki kwa kweli. Ukiomba umchole Kitale, unamchola ni mwalimu wa design gani? Kitale sijui nimfananishe nani katika wawili. Kama ni mpira ni Mourinho au Ferguson. Ni mtu mkubwa kwa wastani. Au genius, wenyewe wasemaga genius. Kwa sababu hata akitoa story pia alinifundisha kitu kimoja, na ndio maana nataka katika kuelezea katika maelezo yangu fulani nilisema mzigo wa kesho au bebu leo. Sawa. Alinifundisha pia kwamba usishuti sini namba 10 wakati namba 5 bado hujaishuti. Shuti namba 5, nenda namba 6, nenda namba 7, shuti hivyo. Kwa sababu ukishuti namba 10 kuna kitu pale unakuwa umekifunga. Umeona hata ukitaka kuongezea kitu utashindwa. Kwa pale pia nilipata somo. Kweli kuna watu wanaisha kuonaga hizo kama wana sini 7, tuanze ya 10 hapa, nyingine kule. Nyingine hapana. Anza moja. Yeye anakwenda moja baada ya moja, moja baada ya moja mpaka story inafunga, na kweli niliona faida yake. Niliona faida yake. Kabla Samani Asante kwenye channel ya Mkude Simba Kitale kulikuwa na maneno kuambiwa. Kabla maneno kuambiwa kulikuwa kuna binadamu. Ukitazama binadamu wabaya, sawa nyimbo hiyo. Binadamu, Samani Asante na maneno kuambiwa. Unahisi huyu ni mtu wa design gani? Mbona atengeza story ambazo mtaa unakubali hasa? Na ndio maana nimesema na maana ni genius. Ni genius kwa sababu anapenda kupita njia ngumu. Kwa sababu ukiangalia madirekta wengi au watu wengi wanapenda kupita njia za mkato. Lakini Musa anapenda kupita njia ngumu. Kwa sababu nikisema njia ngumu ni kukumbushe kuna sini ambayo Aisha alibebwa katika ule mti. Mtu mwingine atembei afanye. Ile afanye ni ngumu. Kuna picha moja wakati Aisha anamwambia yule binti nifungulie mlango, nimefungiwa. Alishuti baadaye nikaja kumwambia Musa unapita njia ngumu. Kwa sababu alimchukua yule binti na mara akataka kufungulia mlango, kamera ikamchukua tena yule binti kwa dirishani. Ambaye anakwenda sasa ndani na move anakwenda kufungua mlango ndio atoke nje. Pale ambapo Aisha alifungiwa na wazazi wake. Ambako amefungiwa na wazazi wake. Yaani kama mtu mwingine yoyote yule anayetengeneza picha, atamtoa yule anapokelewa tu nje kesha toka. Lakini alimchukua mpaka ndani na maana anatoka yule anakwenda kesha fungulia mlango, anakwenda ashika mlango anatoka. Ile pia nayo pia nilimpa 100. Mbona hawa watu ambao wanatoa tuzo wamuoni Kitale? Wanasemaga siku zote nabii asifiki. Na umuhimu wa mtu unakuja kuonekana siku akifa. Ndio wakuja kusikia wengi alikuwa mwema, alikuwa muhimu, alikuwa mtu mzuri. Lakini wakati yuko hai hivi watu hawakupi maua yako hata siku moja. Iko hivyo. Kweli watu yani sijaona siku moja Kitale kugewa tuzo. Iko hivyo. Ile binadamu wabaya alifumua. Ile ya nyuma sijui maneno kuambiwa alifumua. Lakini watu wanasemea moyoni kwenye nafsi. Watu binadamu sio wazuri. Binadamu sio wazuri, binadamu wabaya na kama jina lile binadamu wabaya. Na ndio maana nakwambia binadamu wanakupa thamani yako pindi ukifa. Lakini sielewi. Watu wasema kabisa mtu akifanya mazuri mpe. Lakini sasa labda mwenyewe anavyojiweka kwa sababu Kitale yuko simple. Ina maana mtu mwingine sio mjivunie, mtu mwingine mtu akujipeleka kaingia hapa. Kaingia hapa. Fanya hivi vipi? Hata kwenye matukio mengi wao onekani. Hamna. Tafuta kwa skendo. Umkuti Kitale kwa skendo. Hayupo, umkuti kwa skendo yote. Mtu mwingine wa kujipitisha hivi. Hamna kitu kama hicho. Sawa na. Badilisha kitu hapa. Sawa, tuzungumzie Samani Asante, mmoja wa tamthilia ambayo mimi binafsi imenifanya nimfahamu Galula. Nimetoka Morogoro mpaka kuja Dar mpaka kuja Morogoro. Vile ambavyo Kitale alikwambia unakwenda kucheza kama mchawi. Daktari, ulihisi utaweza? Maana ni nadra sana kuona watu wenye professional kama hizi kuwa wachawi. Na wewe kuigiza huku ni daktari, huku ni mchawi. Kwako ilikuwa ni ngumu kiasi gani kukubali? Mimi angeliweka kokote pale ningecheza. Kokote ningecheza. Kwa sababu unapokuwa msanii yani unakubali tu sehemu yote ile unacheza na unakava. Kwa sababu sehemu yote mimi naweza nikacheza na nikaitendea haki. Kwa hiyo kunisumbua wala kunstua. Sini yako ya kwanza ulikuwa hospitali, umepita pale ambapo pale ambapo hukupita, pale ambapo mama yake na Aisha alimeta Aisha hospitali. Ile ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Maana nilikuwa kama unatetemeka fulani hivi kutoa ujumbe kwamba
muda wa hii mimba kama bado hivi? Sikutetemeka, bali kuna kitu pale cha kujifunza, japokuwa jamii nyingi sana katika lesini ilikuwa hawakunielewa. Na hawakunielewa kwa nini? Kwa sababu nilitumia sauti mbili tofauti. Lakini sauti mbili, unajua kuna madaktari wakishatoka kusoma wanajikweza yani. Wakishafika sehemu kama hospitali vya jiona yeye mkubwa, hata ile sauti yake tena anaotumia nyumbani kuja anabadilisha, yani usome unakuwa mwingi. Sasa nikaja kugundua baadaye kitu kile kumbe sio kizuri. Unafanya masiala, lakini yale masiala unaofanya matokeo yake kumbe nikaja kukuta yule anayemfanyia masiala mimi tunasema ni kivele mwenzangu. Kivele. Yani kivele kwa maanisha kabisa kwamba mtoto wangu mimi kaenda kuoa mtoto wake. Sasa baadaye unakuja kujikuta huyu anayemfanyia masiala na ziaka hii kumbe sisi familia zetu zishaunga udugu. Haitakiwi nifanye hivi. Haitakiwi nifanye hivi. Lakini wakati wote tayari mimi nishajikweza, nisharibu. Oh mama Aisha. Karibu mama Aisha. Vipimo vimeonekana Aisha ana ujauzito wa miezi 7. Sauti yako ilikuwa hiyo. Na sio 9 mama Aisha. Mama Aisha. Umeona Sasa unamziaki. Kitendo cha kumziaki kumbe baadaye tumekuja kujikuta sisi familia. Na hii ya kumziaki baadaye sasa ikaja kuniwekea kifungo mbele. Nishamziaki. Leo inatakiwa niende nyumbani kwake nipeleke barua. Naanzaje? Kwa aibu sasa ndio namwambia Mr. Njovu nenda peleka barua Mr. Njovu. Lilikuwa hilo yani la kuogopa lile. Kwa sababu nishafanya masiala, nishafanya ujinga. Kumbe kuja kujikuta baadaye nenda kukutana nyumbani kwake. Sasa nyumbani kwake utamwambia mama Aisha nimeleta barua. Lazima kufukuze hapo. Na ukienda ukimwambia mama Aisha nimeleta barua atakuuliza vipi baba mbona huko umebadilika? Njovu nenda. Mshasuka na kule Njovu naye kataliwa. Kapigwa za uso mwanangu. Kupigwa za uso Njovu karudi. Nenda mwenyewe. Huku nafika kwa dada nako pia napigwa za uso. Kwa nini barua kapeleka Njovu? Ndio naita visababu sasa vya kijinga. Sasa unanyanyuka unakwenda naenda kukutana na ngumu kule. Ile ngumu nataka tuizungumzie sasa kama Ramadhani kama. Twende kwenye ngumu. Ule ni mgumu kiasi gani kwenu? Ile ngumu kumeza. Kwa sababu sasa nakwenda mpaka kile kisi ambacho mimi natoka pale nakwenda nawaambia Mr. Njovu na Gumla Senga dua zenu. Unajua kinachokwenda kutokea? Dua zenu. Afu nakwenda pale sasa nikamkuta mama Aisha ndio kakaa pale. Nauliza bwana mkubwa yupo. Yaani pa unajua nini? Naomba tu anaambia hayupo. Kile kitete. Akwambia mwamba yuko ndani. Afu anakuja mwamba unampa mkono anakwambia hapana. Kakataa. Unampa barua weka chini. Anakwambia ulimpa kwa mkono kushoto. Wakati wewe umeshapewa maagizo na ukimpa barua mpe kushoto kulia huku na hapa kwenye shingo. Nampa barua anakwambia nimpe na mkono wa kulia mwambia unauma mzee. Anakwambia weka chini. Niweka chini tena. Sasa akili inarudi. Niweka chini hapa nimeharibu ya Gumla Senga kujiagiza hivi. Haya hatutimia. Kuweka chini pale mimi mwenyewe kwanza nikashangaa barua linatoka moshi. Mzee anaipokea, ananiambia kwaheri. Kwaheri mimi nanyosha mkono, afu mzee ananiuliza. Mbona mkono umefunguka? Kwa mkono si ndio kwa mbovu, na mzee usilete mambo ya ujinga. Yule mzee anaweza? Mzee fundi. Mzee fundi. Basi kama ni script amepewa na Kitale basi amemweza. Bwana Mwanga mchukie lakini sifa zake mpe. Mchukie tu kwa sababu anawanga kikuruka juu na ungo baba sio masiala. Kama anaweza. Kama Ramadhani kama ana fundi. Fundi. Mnakwenda pale nyumbani mkienda huko amezunguka huko. Alafu aliniuzi kitu kimoja yani ile zalawe. Naona hapa vinafanyaje vinajichezesha hapa naona vinajichezesha bala vimekwenda huko. Anapiga simu. Alafu mkagawana pale nyinyi bakini huko wewe ukaenda upande huko. Na nilivyorudi nyuma nikamwambia mzigo mzito. Tuondokeni. Sasa naambia mzigo mzito tuondokeni baada ya Njovu kufanyaje sasa kupiga simu naye anamuona Kolelo. Ile nayo kwa balaa. Kaambia tuondokeni. Kwa hiyo wewe ulijua pale Njovu nani kama mwenyewe ni upi? Sasa hapo nikashindwa nikamwambia kabisa wewe tukajipangia upya ngoma ngumu. Choma mtaiweza ile? Sijui. Hapa nasema sijui kwa sababu gani? Huyu Gumla Senga huyu haeleweki. Kwa sababu yule bwana yeye kila unachomwambia anakuambia hilo limekwisha. Hilo limekwisha. Kazi ndogo sana hii. Kama mambo kibao kafeli. Anakuambiaje? Huyu kama kuku tu. Mchana nakula mchele usiku tunamla kwa waje akipiga hola. Mimi kanajiuliza huyu mzee hivi Gumla Senga unasema mpaka shafanikiwa goli?
Sijui bwana, Gumlasenga alichofanikiwa hakuna kwa kweli. Ile dawa alimwambia semeni na nani waweke juu ya mlango. Juu hapa vile vidude vile weke juu ya mlango. Ndio kufanikiwa pale tu. Kafanikiwa pale. Na pale wakati namwona semeni sasa. Na nani alikuwa semeni na Viki? Wenyewe wanajifanya kama vile makomando kwenye Vietnam. Wananyata mwanangu. Afu alikimbia ghafla, unaona nini pale? Walikimbia ghafla kujua kabisa kwamba Shafia anaweza akageuka muda wote. Walikimbia kuonyesha kwa nini bwana. Na kweli walinyata wakafanikiwa ule mzigo. Aisha. Abe, ni kweli ya kwake. Ile alitumani ngoa ndani nini? Si mzee alituma nini sijui jamani. Ni kweli vizuri kutaja, sio vizuri kutaja vitu vingine. Salumu acha upekepeke. Ni kweli ya kwake. Sio, nilisikia tu ni kweli ya kwake. Sasa ukimuuliza ni kweli ya kwake nini, Gumlasenga asemi. Hivi mzee huwa anakuchukuliaje? Mbona kama anakuchukulia mtu ambaye kama upo sawa hivi? Hujagundua kitu? Nani? Yule mzee Gumlasenga. Gumlasenga sisi tunakwenda hivyo pacha. Tunakwenda pacha kwa sababu series tulikoanza ilikuwa imepoa. Sasa imepoa, imefikia kipindi na maana Musa akaliona hilo. Ikabidi tubadilishe mfumo kwa sababu kwenye comment watu walikuwa kuna watu wangekuwa wengine wacheza kama comedy fulani hivi. Nani humu hamna comedy, picha kama inapoa. Umeona? Sasa Musa alipokuja kuligundua hilo baadaye ndio tukaanza kuingiza sasa hizi za Uchale Champion yule mganga, lakini tunapiga na maana umekaa kifara na mambo yako ya kifara. Umeona? Sasa zile ukiangalia kwenye comment zile watu wengi sana wana comment na kwa sababu mimi nimekuja kugundua kwamba sisi wa Bongo tunapenda ujinga kuliko kula. Au tunawachanganyia serious kidogo na ujinga kidogo. Tunachanganya serious kidogo na nani kidogo Lakini ya mwisho aliopiga ukija kwangu si Gumlasenga nimekumisi. Wallahi na kuweka alizingua. Mbona kama ana nia nzuri? Unajiuliza na michezo yake? Mzee mbona ana kama nia nzuri kayo kwa serious? Nikamwambia mzee, nampa talaka. Na kweli nilikwenda kutoa talaka, lakini kutoa talaka ile nikasema natoa talaka nusu. Ile nusu ile? Nikaandika talaka nusu. Na ndio ile Sakina alipoipola afu kukimbia kwenda kuangalia akaja kukuta kumbe sio talaka. Unazungumzia ile ya kwanza ile. Kwanza ile. Si ndio ile usema nani ukirudi hapa nimekumisi. Na kuweka. Mzee ataka niweke. Mimi najiuliza mzee ni michezo yake au wala mzee bwege sana huyu au kazoea? Utapika maharage hapa. Mzee sijui bwana, hakuwa na nia nzuri kwa kweli. Afu na mwaka yuko serious hivi. Nikamwambia bwana toa talaka. Pale mimi nilitamani mwandishi angeweka mazingira talaka usitoe afu wewe aniweke. No, tuone atataka. Gumlasenga atalazimisha na nilikuwa subiri nione sasa. Hamna. Asingeweza. By the way tumzungumzie Gumlasenga. Asingeweza Gumlasenga tumzungumzie Gumlasenga. Ni boss wa design gani? Mule amecheza kama ndio kiongozi wenu, kiongozi wa msafara. Unahisi kwenu ni kiongozi wa design gani hasa? Gumlasenga ni kiongozi mzuri. Kwa nani? Kwa sababu kiongozi mzuri ni yule shujaa. Shujaa ni yule asiyekubali kushindwa. Kweli mkenda mmepigwa za uso kila kule kwamba twende. Afu twende sasa ujinga, sasa twende ujinga na watanguliza nyinyi mbele yeye. Yuko nyuma. Twende mwanangu twende tunashinda. Yeye anatoa vitu peleka hiki. Ukija kurudi yule ni mtoto mdogo tu. Umeona kama mkojo unatoka pale unarudi hapa akipiga ola. Umeona? Lakini tunamvumilia tuone mwisho wake. Hatujui mwisho wa siku kibao kinaweza kikageuka. Sasa kigeuka nawaza kuna mtu wote anaweza kuvaa cheo cha uongozi pale kimtoa Gumlasenga. Gumlasenga yeye ni kama yeye kwa sababu kila siku aishiwi mbinu. Lakini naamini kabisa tunakokwenda mbele huko tutafaulu. Kwa sababu keshashindwa na keshaenda kuomba msaada kwa mkubwa wake Ngota Lutama. Sasa tuangalie Ngota Lutama anakuja na maajabu gani. Kumbe ilipoishia bado bosi yule mkubwa wake bado hajafanya kazi bado. Bado hajafanya makeke. Lakini mkubwa wake namwamini kwa sababu tuweza tukaje tukafaulu. Kama mtu mwingine yule mimi bado sioni kama kwa sababu kama anaona hadi vitu ambavyo vionekani unajua. Hata huyu nani lakini naye kidogo kama vile kishaanza kunitia wasiwasi. Bosi. Huyu bosi mkubwa huyu Ngota Lutama huyu. Kwa nini? Anakwambia keshajua nguvu zangu. Kwa sababu anajua kabisa wanawake wakiwa kwenye siku zao mimi sifanyi kazi. Sasa kwa mtiririko huo tu inaonekana kabisa naye kama Gumlasenga. Kama na uzoefu kama naye kama Gumlasenga Yaani hadi kodi zake kama kashaziona. Anabonyeza tu anajua kabisa hapa afanyi kazi. Hamna jambo. Kaja wa pili naye afanyi kazi. Sasa
Kipengele na maana tumebakia wanaume tupu. Je, tutaenda wanaume tupu? Wanaume tupu uongo. Otherwise hapa mtafute bosi mwingine. Sasa tukienda wanaume tupu kule itakuwa zamu ya nani sasa yaje? Ina maana kwamba wale wako bidii hapo sana watu. Hapo sasa ndio pengine natakiwa uko mbele sasa ndio story pengine naweza kaambia sasa ndio mwende nyinyi. Ndio pale sasa utasikia kabisa siku ukifika tuambia mimi naumwa. Maka ukifika kule unaweza kaja kuikuta wewe mwanaume sasa ndio zamu yako. Alipogeukia pale Mgumasenga alikuwa anamwambia sio Viki anamwambia nani? Mbona unamwangalia huyu? Huyu ana bleeding. Akasema kamwambia sasa mbona unamwangalia huyo? Huyo naye ana bleed. Kastuka akamwambia mzee, mimi wa kiume acha ubwege. Nimefurahi sana kuona Kitale amechukua watu ambao binafsi nilikuwa hatuwafahamu kwenye jamii. Jina la Galula, jina la Gumlasenga, kina Sakina ni watu ambao hawakuwa mastaki hivyo. Amewachukua, amewatia kwenye Samani Asante, lakini naendelea kufanya vizuri. Unahisi ni furaha kiasi gani ama unahisi pongezi kiasi gani anastahili? Kwanza anastahili pongezi 100%. Kwa sababu kumwamini mtu ambaye usiyemjua ni vigumu. Alafu pia kumwamini mtu usiyemjua afu ukamtengeneza, yani ni kumtengeneza mpaka afike pale ulipopataka, sio shughuli ndogo. Tumpe maua yake kwa hili pia. Kafanya kazi kubwa kwa sababu kutukusanya tujuani, lakini story na kwenda hivi tunafanya. Alafu unapokosea na maana ile haina hasira, rudi, fanya hili. Tukianzia kwenye scene ya kwanza mpaka hapo ulipofikia, kuna scene ambayo ukitazama unasema ile scene iliniumiza sana kichwa kuifanya ile. Mlirudia sana kwa ilikuwa ngumu scene gani hiyo? Scene nilirudia sana ni ile ya kupeleka barua kwa mzee Kama ambayo nilimtuma Njovu. Ile scene kwangu ilikuwa ngumu. Na ilikuwa ngumu kutokana kabisa kwamba ilikuwa na mlolongo wa mambo mengi. Sasa tukicheza na mimi nikipatia sawa, Mama Shafia anafeli. Mama Shafia akienda sawa mimi nafeli. Kwa hiyo kuja kukuta inatuchukua muda. Mpaka siku 3 karibu ndio tumefanyaje tumetoboa. Na tumetoboa kwa kujizatiti na maana kwa sababu tukikaa na Mama Shafii watu wanani sisi tufanye mazoezi. Watu wanashuti sisi tufanye mazoezi mpaka nilipomwambia Musa ile tunaitoa hii. Ndio kweli nikamwambia kweli. Afa tuhitaji msaada tuishuti wenyewe. Mkapiga wenyewe. Tupiga wenyewe la kwanza tu tumekosea tena. Musa anaangalia. Musa kaingilia kati. Yawa 1 2 3 nikamwambia fresh mwanangu. Tumepiga tumetoboa. Mimi ndio hiyo. Sini ngumu nyingine iliyokuwa ngumu kabisa ni ambayo tumekwenda kwa kina Sakina. Afu kaja mtoto kazingua mwanangu. Pale mmempa maji pa mkeo, mmempa maji mkeo. Mmempa maji hapo mtoto kaja si apandisha mashetani. Akaputa kikombe. Tukasema sasa siri imefichuka. Mimi namwambia Gumlasenga huku, Gumlasenga anambia huku. Kila mtu kapogoma. Kwenye kukimbia pale. Na nisikufiche mpaka leo viatu vyangu viko kule. Viatu viko ukweni. Viatu viko ukweni. Mchawi kakimbia. Ile na scene ambayo unaenjoy sana ukitazama unasema ile nimeua kama Kanumba. Scene ambayo naenjoy sana ni mke wangu wakati anakuja na kuomba msamaha. Unajiona kama baba sasa. Niliona kama baba sasa nimevimba yani. Wewe Sakina, mimi nishakukosea. Nishakukosea. Ukauliza shemeji zako pale. Nimewasimanga na wasimanga. Shai kwa loga. Mimi ningekuwa mchawi nyewe mngefika makamwaya. Shalala hapa mshamka na matope. Mshamka na chale nyinyi. Acheni ujinga ili mlolitenda limstendee ujinga wengine huko. Au mama anawatuma mtukane watu. Kumbe shemeji zako analaga pale. Pale washalala walikuwa akifunga shule wakija ndio maskani yao pale. Wakija wanakuja pale. Lakini mimi nilikuwa safi kwa wao. Una lengo nao. Mie huyu nilikuwa naye huyu. Kitu ambacho ndo kitu ambacho watu wanajiuliza. Hata mimi binafsi nikasema nikikutana na Galula nitamuuliza. Mchawi mara nyingi tumezoea kuona vile toa sadaka tunasikia, maana sisi sio wachawi. Toa sadaka mtu anamtoa mwanawe, wazazi wake. Wewe mkeo na mkeo ile sio kama kumtoa sadaka, ile kama kumchezea ile maana yake nini? Yule sio kumchezea. Yule alikuwa anaondoka. Yule mazima baba. Yule kwa anapiga. Mkeo? Yule alikuwa anaondoka. Mimi nataka cheo tena. Mimi namwachaje yani? Shida ni cheo. Shida cheo. Mzee ananiambia hivi unakuja ushaona mimi na mke hapa. Nishazika zamani. Unasenga. Wewe unataka kutoa mke afu na kuwa muoga. Yule kwa anaondoka. Lakini sasa unajua kilichomsaidia sana Sakina ni ibada. Kila mimi napokuja na kundi langu nakuja kumkutea kapiga simu sala yake pale mwenye anafanya ibada zake. Si tunakaa tunamwangalia jamani imeshindikana tunaondoka. Ukija na unakuja kumkuta mpaka usiku wa saa 8 na maana usiku anapiga ibada pale. Sasa pale mchawi uje utoboi. Lakini sasa mwisho kabisa nikaona kabisa wewe mzee, mbona kila tunafanya hatufanikiwi? Karudi sasa. Tunafanyaje? Hapo ndio kwa kummaliza.
Kwa kumaliza yule mzee bwana akaja ile dawa akachukua. Ulihifadhi kwenye dumu pale? Nimehifadhi kwenye dumu, mzee mwanangu anaona apiga simu na iko sehemu fulani. Kama aliona wakati unaweka. Sasa hilo ndio lilikuwa gumi la mwisho la gumi la senga la kuulia. Pale alikuwa anamaliza. Gumi senga alikuwa anamaliza kila kitu pale. Nakuja sasa namwambia mzee hapa sio, mzee ndio limemtoka laloni sasa. Acha ufala. Yaani anakuona kila sehemu unafeli yani. Kumbe ndo anafelisha. Kumbe ndo anafelisha. Umekaa kifala na mambo yako ya kifala. Nenda huko nitakupa nani, nitakupa mbinu nyingine. Unafika kule hayupo, wamemchukua. Unarudi bana, ulipiga simu au ulirudi? Mwambie hayupo. Sasa unafikiri amekwenda? Nilikwenda kwa gumi la senga. Akaniuliza, sasa unafikiri amekwenda wapi? Nikamwambia mimi sijui, uliponituma ule ujinga wako wewe. Mimi nimekutuma ujinga? Samani. Kana changanyikiwa. Hadi mimi nikajiuliza hapa inakuaje Garula anamwambia bosi wako uliponituma ujinga wako? Ndio nachanganyikiwa sasa hapo, kishanichanganya yeye. Nituma ujinga wako mimi pale, uliponituma ujinga wako pale ndo nimekutuma ujinga. Samani mzee. Nimechanganyikiwa kwa sababu muda mwingine anakela bwana. Sasa mtu gani mnafanya kitu amfanikiwi? Sasa nashangaa mbona gumi la senga afanikiwe lakini ninyi bado mnang'ang'ana naye kama bosi wenu? Sasa kung'ang'ana na kama bosi wenu ndio mpaka leo kuku na vifaranga wake umewaona. Kesho utanyonya mwanangu. Yupo kesho utanyonya mpaka anakuwa. Na sisi ndio ilivyo kwa gumi la senga. Na cheo ambacho wewe unakitaka lengo lako nini sasa? Ukae juu ya gumi la senga maana yake nini? Yaani cheo mimi ninachokitaka ina maana kama ni timu, ina maana kama huyu gumi la senga sasa hivi kama anakuza vipaji. Ina maana kwamba na mimi ninapopata ukubwa na mimi nitakuwa na timu yangu huko. Ina maana tayari na mimi ndio nitakuwa mwamba. Sasa mwamba wangu sijui kama ndio nitakuwa sasa juu ya gumi la senga au nitakuwa garagaja kama yeye. Lakini wewe unaviona gumi la senga ukimwangalia hivi anakuweza kwa uchawi yule? Gumi la senga bado ni bosi wangu. Lakini anafeli wewe. Sababu anafeli lakini ndio hivyo tunaishi kwa imani, yani ukikaa na mkifeli wote afu ukikimbia kwake sasa. Unaweza ukasema unakimbia kwake peke yake ukija kule semeni huyo kafika. Asunta huyo kafika. Huyo kafika. Ulichokiotendewa wewe ndio wananzi wote wametendewa iko ina maana. Sasa unakaa pale kwa babu. Sasa mbaya kabisa pengine nilichotendewa babu naye pengine atendewa hivyo naye asemi. Aibu siku anatoa moyoni. Siku atasema Siku atasema. Ile siku ambayo mmekaa kwenye kikao pale, si ulikuwepo? Alikuja binti yule. Baba naomba tuzungumze. Ona shikamoo baba akaingia ndani. Hivi mlijisikiaje baba? Kwa ngumu. Yaani mnakaa mnamsema mtu, alafu mnamsema alafu mwenyewe huyo. Alafu huyo sasa neno ndio linaishia mdomoni kwangu, ina maana anakuja. Ulikuwa unaongea wewe? Ndio. Anakuja. Mpaka anapita basi alhamdulillah kapita. Kapita kwa njovu kamkataa. Njovu ndo alikuwa amekaa karibu yake. Njovu kamkataa kamkataa. Alafu mtoto mdogo kapita mwanangu kaingia ndani, ile kuingia ndani kageuka. Shikamoo baba. Sasa kwanza tumeangaliana, shikamoo baba. Baba gani anayemkiwa? Wakati mzee kila siku atuambia ana mtoto, leo mtoto mbona shikamoo baba? Katoka baba, nina shida tuzungumze kidogo. Mzee tuangalia sisi jicho upande na masiri kama imefichuka. Mimi nasema sina mtoto. Sasa hapo ndio kinachofuata sasa, mzee kumbe una mtoto naye pia lazima utoe. Lazima utoe. Na mtoto wenyewe mtaka kumtoa kingunge. Kingunge mwanangu. Kimgusa ile mtoto amemgusa kama. Kimgusa mtoto amemgusa kama. Yaani wale yani mtoto na kama vile alijuma na Jumali. Wote wale. Wale wazito bwana, wale wazito kweli. Tunapiga lakini sijui si hitimisho letu liko kwa gumi la senga. Nimekutana na comment ambayo binafsi ni swali, binafsi nitamani muulize Kitale. Sasa imekuwa ni ngumu kumpata Kitale tunafahamu. Nikasema nikuulize wewe. Mtoto ambaye alikuwa ndiye mtoto maajabu. Kinani? Kikolelo. Kikolelo alikufa. Ikaja kama mmetubadilishia. Yule Kikolelo wa manzoni ambaye ndo amefufuka pale makaburini sio na nini naenda nyumbani, anaongea na kama design tofauti na yule ambaye amekuja nyumbani kwa senga. Natamani nifahamu hili swali, kama ningemuuliza Kitale ingekuwa ni sahihi zaidi kwa sababu nimemkosa na mimi hata unalo la kujibu. Kwa nini yule mtoto umembadilisha? Yule mtoto hakubadilishwa. Bali story ndio inavyojieleza. Kwamba nadhani yule mama alieleza kwamba baada ya yule mtoto kurudi, lakini mbona naona kama vile ana mabadiliko. Yaani mwanangu siku anakuwa kama sio yeye, siku kimwangalia sura inarudi ile. Jibu lake lilikuja hivi. Huyu mtoto ni Kikolelo. Nyinyi mlimpa jina la Melina. Pita nyumba hadi nyumba, tafute mtaa hadi mtaa, tangaza jamani mwanangu mimi asiitwe Melina. Sasa asiitwe Melina, mtoto ndo atasimama kwenye Kikolelo, ndio itarudi sura yake halisi.
Kwa story ndio inaeleza hivyo. Kwa hiyo mama yake na Kikolelo anatakiwa atangaze mji mzima. Yaani apite nyumba hadi nyumba. Jamani, akifanya hivyo sura ya Kikolelo inarudi sura ya Kikolelo kamili. Lakini ile jina la Melina lisitumiwe. Na ndio maana unakuja kukuta hata wale watu wakimwita Melina ina maana tayari wanaanza mchaka ina maana. Umenitaje Melina? Ndio jina langu. Kwani kuita nani shogangu? Niita Kikolelo. Kuitwa Melina na umembadilisha sura. Yani kuitwa Melina mtoto ni mtoto wa mizimu. Na ndio maana anabadilika kwa sababu katika chimbuko alikushaambiwa utazaa mtoto wa kike mwite Kikolelo. Sasa wao wakatumia uzungu wakaja wakamwita Melina. Umeona kuna picha mbili hapa Kuna picha ya uzungu, kuna picha ya Uswahili. Kuna mtoto wa uzungu na mtoto wa mizimu. Sasa kataa uzungu ina maana turudi kwenye nani? Kwenye asili. Tumalize bwana, stories zimekuwa ni nyingi. Hebu zungumza na watu ambao hawajatazama Samani Asante. Wewe ambao hujatazama Samani Asante umepitwa na kitu kikubwa tu. Kwa sababu Samani Asante ni picha halisi ya mazingira ya Mtanzania. Nikisema mazingira ya Mtanzania, kwanza ilikoshutiwa, imeshutiwa katika halisi ya Tanzania. Na mandhari yake pia ya Kitanzania. Na hata mavazi ukiangalia aliyovaliwa. Amna mle kuja kuta mtu kavaa kisuruali kinini kimebana ni nini, ni mavazi halisi ya Mtanzania. Na pia katika story inajieleza kwa sababu inajieleza sisi tunaishi kwa imani. Lakini katika imani kuna tamaduni sizo ambazo zimetawala katika nguvu za giza. Tunakwenda hospitali, unampa daktari mgonjwa akwambia kaa pale kwenye benchi. Lakini yule daktari hujui kabisa kwamba ni mchawi. Ndio yeye anayemuumiza mgonjwa kule ndani. Wewe unakaa unajua mgonjwa uko kwa mikono salama, baadaye unakuja kuletewa nguo tu unasada mgonjwa amekufa bwana kwa amri ya Mungu bwana. Kumbe mengine Mungu tunamsingizia. Haya mambo yapo sio hospitali, masokoni, mastendi, mabarabarani, makazini, kila sehemu uchawi upo. Na zamani tulikuwa katika uhalisia. Yaani ukimwona babu unajua babu mchawi. Ukimwona kibibi kimekaa kimezeeka chini unajua huyu macho mekundu. Macho mekundu unajua huyu mchawi. Lakini sasa hivi wachawi ndio kama tunawaona kina Semeni, kina Asunta. Msichana mrembo. Msichana mrembo mchawi. Na hata vitu vingine hivi tuepuke, na maana kuletewa vyakula mtu semjua, kuletewa vizawadi hivi. Kataa. Kwa sababu hujui mtu anakusudio gani. Ni wachawi wengi. Uchawi sasa hivi umetapaka kila sehemu. Kwa hiyo tuwashukuru kwa elimu walioitoa Musa kwamba imefika kwenye jamii. Na jamii tunaishi kwa kujifunza, basi tuitumie Samani Asante kama funzo la kujifunza. Kuna mtu ambaye labda anatamani character ya Galula, anataka amtumie kwenye kazi zake. Anatakiwa afanye nini? Amtafute Kitale ama kutafute wewe ama sheria ipoje? Mimi mtu akimtafuta Kitale sawa kanipata, mtu akinitafuta mimi mwenyewe kanipata vyovyote vile. Kikubwa uwepesi wa kwake yeye wa kunitafuta. Wewe mwenyewe unakutafutaje? Mimi mwenyewe nipo Facebook, natumia jina la Galula Sampido. Kwa sababu kwa wanaojua kwanza nilikuwa natumia Galula Jangalo. Ile account ikaibwa. Kuna mtu akaiyaki. Niliumia kwa sababu ilikuwa na vitu vyangu vingi. Nikabadilisha, sasa hivi natumia Galula Sampido. Niko TikTok Galula Sampido. Niko Instagram Galula Sampido. Pia niko YouTube. Na account kule naitwa Sampido hivyo, Sampido Comedy. Nacheza comedy na mwanangu wa mwisho. Bana, mimi nashukuru sana kwa muda wako, niseme asante kwa kuweza kuzungumza nawe ama na ninyi. Na mimi nashukuru sana. Nashukuru kaka kwa sababu tulikuwa tunaongea tu tufahamiane, leo tumefahamiana. Na nashukuru kwa hili. Tuendelee kutafutana. Bana, anasema anaitwa Galula Sampido, ndivyo ambavyo anapatikana kunako mitandao ya kijamii. Anasema yupo Instagram, yupo YouTube, yupo Facebook na TikTok bila shaka upo. Nenda kumfuatilia, kafanya vile ambavyo unahisi ukifanya hivyo utakuwa unamsupport, kama ni kulike, ni kusubscribe na kumfollow kunako mitandao ya kijamii. Mengi tumezungumza, lakini kubwa zaidi kuhusiana na kazi inayoitwa Samani Asante. Inapatikana kunako YouTube channel ya Kitale Mkude Simba. Nenda kasubscribe pale. Kuna maunyama mengi ambayo imeshapostiwa na mengine Kitale ameyapanga kuyaposti. Lakini kubwa zaidi, hebu tuambie kwenye comment hapa vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Galula. Wapi ambavyo alikukosha zaidi kuanzia kwenye scene ya kwanza ya Samani Asante mpaka hapa alipofikia. Kama kuna namna yote pia amekukwaza, pia mwambie kwenye comment. Bwana, vile ambavyo ulivyofanya hivi mimi sijapenda. Mwisho kabisa nikukumbushe kazi yangu ni kufanya interview, kukupostia, na wewe kazi yako ni kulike, kucomment na kusubscribe. Kama ndo mara yako ya kwanza
kutazama video kwenye YouTube channel hii ya Nyundo TV, bonyeza maandishi mekundu ambayo yameandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo ndio utakuwa mwanafamilia, unapata video zetu zote ambazo tutakuwa tumeziposti kila siku. Tuambie yupi ambaye mwingine ungetamani umtazame ama umsikie kuhusiana na yale ambayo wameyafanya, whether kwenye tamthilia hii ya Samani Asante ama kwenye kazi yoyote ambayo wewe utamtaja, sisi tutahakikisha tunampata na tutakuletea. Kazi yetu ni kukufurahisha, ufuatiliaji wetu. Thanks for watching.